Sababu ni nini ya kutokea haya? Mtaani kinachosemwa ni maandamano ndiyo chanzo. Waliopata matatizo watu katika afya zao, miili yao na mali zao, na maandamano hufanya watu. Lakini mimi kama mimi na wale watu ambao wana uwezo mzuri wa kufikiri hawezi kuita chanzo ni maandamano. Aliyefanya maandamano ni nani? Ili tujue kuwa ni maandamano, maandamano aliyefanya ni nani? Kanuni Qur'ani inasema walikulli qaumin had, kila watu wana kiongozi. Kwa na hawa waliofanya maandamano wana kiongozi. Hao viongozi wenyewe waliita maandamano ili sisi tupate kuita maandamano. Imenisikitisha sana ndugu wanahabari na Watanzania kwa ujumla kuona viongozi wenzetu wa dini tunaowategemea katika taifa letu wakiwaaminisha watu kwamba yale yalikuwa ni maandamano. Imenisikitisha. Chadema chini ya mwenyekiti wake tulisikia na klipu zimesambaa nukta mama tatu alizisema kwenye hotuba yake, akiwaambia viongozi na wanachama wa Chadema wanaofikiria nafasi za uongozi mara baada ya uchaguzi wasahau. Alisema kwa maana wanakwenda kukinukisha. Moja. Pili, alisema tunakwenda kufanya uasi. Tatu, alisema tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Matatu haya kwa mtu anayependa taifa lake huwezi kuita kulikuwa kuna maandamano. Wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kufanya uasi, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Maandamano yanatoka wapi? Maandamano ni haki ya kikatiba. Na bahati nzuri ndugu wanahabari, jana mbichi, mmoja katika viongozi wa kanisa Katoliki, baraza la maaskofu TEC, ni watu muhimu sana katika taifa letu. Kwanza watu wajue, tunapowazungumzia maaskofu usije ukadhania unamzungumzia kama muimba singeli tu. Ni mtu mkubwa, mtu muhimu sana katika taifa. Kama tulimsikiliza maneno yake, nikichukua tu baadhi ya maneno yake, alisema sio kila maandamano yahukumiwe kuwa ni nini? Uhaini ama fujo, kitu kama hivi. Alisema ikiwa yatatumika kama njia ya kufikisha ujumbe. Lakini aliyesema yale maneno mwisho alidondokaje? Bora yawe ya amani. Hapa ndio sehemu muhimu sana. Baba Askofu alisema bora yawe ya amani. Wakati kanisa inatoa tamko, wao kwa macho yao waliona yale yalikuwa ya amani. Wakati msimamizi mwenyewe, kiongozi wa Chadema, walioandaa hayo maandamano, anasema sio maandamano, wanakwenda kukinukisha. Na maana ya kukinukisha Waswahili tunajua, wanakwenda kufanya uasi. Maana ya kufanya uasi tunajua, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Baraza la maaskofu wakati wanatetea haki, hawaoni kwa lugha hizi ilikuwa inatosha mapema wao wajitokeze kuwarekebisha na kutoa kauli yao kwa lugha hii sio sawa. TEC ilikuwa wapi mpaka jambo limeharibika wanakuja kulaumu? Ni ajabu mtu asilaumu alipojikwaa akaenda kulaumu alipoangukia. TEC walikuwa wapi maneno ya uasi na fujo yanatamkwa? Mheshimiwa Heche alirudia mara tatu na akisema wanajipanga hatua kwa hatua, sio kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi tu. Aliongeza uchaguzi hautafanyika. Kwa maana ipi hautafanyika?
Na kwa nini iwe ile siku ya uchaguzi? Huoni kupiga kura ni haki ya Mtanzania? Ukienda kuvuruga uchaguzi, huoni kwamba umekwenda kumnyang'anya mwingine haki? Unadai vipi haki namba moja, unasahau na haki ya namba mbili? Linafikirisha. Unatamani uulize swali, au baraza la maaskofu linahusika? Unatamani uulize swali, na inawezekana sivyo, lakini mapito wanayopita baraza la maaskofu inatutia mashaka. Sehemu ya kwanza, natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano kwa mujibu wa waasisi wa maandamano hayo, ambayo sisi twaita maandamano, lakini wenyewe walisema wanakwenda kukinukisha. Bahati nzuri Mheshimiwa Lissu, Tanzania mwenzetu, bila shaka anaijua sheria yanapokuwa maandamano ili yawe halali yaweje. Akijua hili, kwa nini atumie lugha wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kuvuruga uchaguzi? Kwa nini watumie lugha hizi? Tunatamani kuliomba baraza la maaskofu lisimame katika nafasi yao ya kushirikiana na serikali, kwa sababu raia wanaokwenda barabarani sehemu ni raia wa kwao, sababu ni waumini kanisani, wanapata maelekezo kanisani, wanapata maelekezo msikitini. Kwa hiyo viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Lile linaloashiria amani waliunge mkono, na lile ambalo haliashiria amani walipinge na kuwaelekeza watu wao. Ndugu wanahabari, hebu vuteni kumbukumbu kidogo. Waislamu wamepigwa msikitini Kilwa. Kama lengo ni kulia baraza la maaskofu kwa damu za watu waliokufa, walikufa Waislamu Kilwa, baraza la maaskofu walitoa tamko? Au wale si watu? Mwembe Chai wamekufa watu na kujeruhiwa, baraza la maaskofu lilikuwa wapi? Au wale si watu? Hata ndugu yetu Sheikh Issa Ponda kapigwa risasi, teki ilitoa tamko? Au yule si mtu? Hebu tugeuze tupate maana. Hivi lengo ni watu ama Wakristo na watu waliokuwa katika mlengo wao? Kilio hiki cha watu? Kama kilio cha watu, wamekufa wangapi? Tunayaona matamko ya vifo pale tu yanapohusu watu wa mlengo wao. Hebu tuweni wa kweli kwa thamani na umuhimu tuliokuwa nao viongozi wa dini wa Kiislamu, viongozi wa dini wa Kikristo. Hebu tuweni kwanza sisi wenye kusimama kwenye haki. Kama Waislamu, ndugu wanahabari, mnakumbuka tulikuwa tunapiga kelele sana kuhusu amani. Hakuna shekhe aliyoyaangalia maandamano, na wala tusisemwe vibaya, sisi hatukuangalia maandamano. Sisi tulitazama lugha za hao wanaotaka kufanya maandamano, hazikuwa lugha salama. Lugha zile haziashirii maandamano, na ndio maana tulikuwa tunapiga kelele ya amani. Laiti lugha za maandamano zingekuwa zinaashiria maandamano, ilikuwa hakuna tatizo, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Kwa nini mashekhe walisimama mbele? Ni kwa sababu lugha zilizokuwa zinatolewa hazikuwa zinaashiria maandamano. Narudia kuwaomba viongozi wa dini, hebu turudi nyuma. Hata kama sisi tunahusika katika harakati, lakini tuzingatie harakati zenye maslahi na taifa letu. Inasikitisha kuona baraza la maaskofu wanatoa tamko ama tafakuri, lakini tafakuri yao inazungumzia vifo tu, haizungumzii kuharibika kwa miundombinu ya taifa.
haizungumzii kuharibiwa na mali za wananchi. Ina maana baraza la maaskofu hawajui kwamba mtu kupoteza mali anaweza kufa kwa presha ama wanajua wale ambao mali zao zilipotezwa wana hali gani sasa? Wanasema hili si jambo, tunaangalia kifo moja kwa moja, ameua serikali. Hawaangalii hao waliowaita maandamano wamekwenda kufanya nini. Muda wetu ni mdogo sana, ndugu wanahabari, lakini na kijiji cha maneno. Sheria ya nchi hii ya mwaka 77, kabla wanaharakati hawajaanza kupambana katika taifa letu na kubadilika mwaka 94, ilikuwa mwanzoni maandamano hayawezi yakafanyika mpaka kipatikanewe kibali kutoka katika jeshi la polisi. Wanaharakati Tanzania walilalamika na kesi ikapelekwa mahakamani. Wanaharakati walishinda kwa sababu ni jambo la haki ya kikatiba. Suala la kutaka kibali likaondolewa, lakini ni lazima upeleke taarifa katika jeshi la polisi, kwa sababu maandamano yoyote lazima jeshi la polisi lisimamie kuhakikisha mlichokisema ni maandamano ya amani wanakiona. Tuliruhusiwa bila ya kibali, lakini lazima upeleke taarifa na jeshi la polisi ijue maandamano yenu yanaanzia wapi, yanagota wapi, yanalenga nini, kwa mabango na alama, kwamba nyinyi ni waandamaji. Si kwamba kila mmoja anakurupuka kutoka nyumbani kwake popote, anaingia barabarani popote. Hayawezi yakawa maandamano. Hii tunakwenda kuzalisha Kiswahili cha wahenga kinachosema katika msafara wa mamba na kenge wapo. Kwa sababu hapakuwa na mipango ya sawasawa. Lazima tuseme ukweli, waasisi wa maandamano haya ndio wanahusika pia na vifo hivi, kama ambavyo wao wanahusika na uharibifu wa mali. Taratibu wasikuwa makini.